Elimu siyo sehemu tu muhimu kwa ajili ya maendeleo ya kibinafsi, lakini pia ni njia bora na yenye nguvu zaidi ya kukuza kuishi pamoja kwa amani kati ya watu na mataifa. Haya yalisisitizwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu wa Vatikani, katika ujumbe kwa njia ya video uliotumwa katika meza ya mduara iliyopewa kichwa kuthubutu kwa amani, njia za elimu, iliyohamasishwa katika mkesha wa siku ya kimataifa ya wanawake duniani tarehe 7 Machi 2023 na kitivo cha kipapa cha sayansi na elimu kwa kushirikiana na mabalozi 8 walioidhinishwa na Vatikani kutoka mabara matano. Katika ujumbe uliofungua meza ya mduara sanjali na siku ya 36 ya kitivo cha Auxilium cha shirika la mabinti wa Maria wa msaada wa Kristo, Kardinali Parolini kwa lugha ya Kiingereza alisisitiza kuwa elimu huwapatia wasichana na wavulana zana pekee kuelewa ukweli wa leo hii, lakini pia kujenga ukweli wa kesho pamoja. Lakini pia alisisitizia juu ya janga la kielimu la sasa ambalo huamua upatikanaji wa elimu ambao bado haupo katika sehemu nyingi. Pia kama matokeo ya maamuzi ya kiitikadi, alishutumu kwamba watoto wengi hawajapata elimu wanayostahili na mara nyingi wasichana ndio wanaolipa gharama kubwa zaidi. Hii inasababisha madhara makubwa kwa jamii nzima, na kwa hiyo kwa upande wake lengo la upatikanaji sawa wa elimu kwa wote bado linahitaji juhudi kubwa na dhamira kubwa ya kisiasa. Hatimaye Kardinali Parolini alikumbuka maneno ya Baba Mtakatifu Francisco kuhusu umuhimu wa nafasi ya mwanamke ya kuhifadhi na kuendeleza amani katika jamii na kati ya mataifa, hasa katika michakato ya amani, kuzuia migogoro na diplomasia. Kwa sababu hiyo, upatikanaji wa elimu kwa wanawake na wasichana ni wa umuhimu mkubwa na unaopaswa kuhakikishwa.